Hata sisi tuna silaha kubwa, moto tunao wa kujizuia, moto tunao wa kujilinda. Tuhakikishe tarehe 29 kila mmoja kwa sehemu yake anatoka. Kila mtu kwa sehemu yake anatoka ili uwe sehemu ya ukombozi. Usijione wewe eti wewe sehemu yako wewe ni kwamba wewe ni kuishi tu, wewe ni kuishi tu. Unaishi kwenye dunia ipi? Unaishi kwenye nchi ipi? Unaishi kwenye nchi ambayo muda wote unachinjwa. Na bahati mbaya sana wenyewe mmeona hadi watu wa CCM wanachinjwa. Tuko kwenye nchi ya kuchinjwa. Tuko kwenye nchi ambayo kodi zinaongezeka kila kukichwa, kila asubuhi ni kodi ni kuongezeka. Leo kesho wanakaa watu wanakuja miamala iongezeke. Tuna bunge ambalo halina wawakilishi wa kutoka wananchi, haliwezi kujadili jambo lolote la wananchi. Tuna bunge ambalo tu ni wapiga makofi kumsifia rais. Wapiga makofi kumsifia. Sio kazi yao ile, kazi yao ya kikatiba. Wao ni kutuwakilisha sisi na kutunga sheria. Sasa mtu gani tunawapeleka wabunge ambao hata mihimili mitatu ya nchi hawajui? Anaenda kutunga sheria ipi? Hiyo sheria ndo tunakuja sheria ambayo anaenda kuitunga Baba Levo, sheria ambayo ameipitisha Babu Tale mwaka jana, ndio sheria ambayo sasa hizi inamuongoza daktari. Ndio sheria ambayo sasa hizi inamuongoza mtu yeyote aliyeko hapa Tanzania. Alafu sheria zenyewe zinachagua. Ndugu zangu, hii nchi inazungumza kwenye katiba kwamba kila mtu ana uhuru wa kusafiri, kila mtu ana uhuru wa kupata habari na kutoa habari. Leo hii sisi tukiwa tunaambiana hivi tunaonekana wakorofi. John Heche juzi anasafiri, amezuiwa. Sio Heche tu, maana hata wewe kesho kuna siku na wewe kuna siku utakuja kuzuiwa. Kuna mtu anaamini kwamba kwa sababu Heche ni wa Chadema ndio maana amezuiwa. Na wewe kuna siku nyingine utakuja kupigwa pini. Sasa tusitamani hiyo siku ifike. Ni lazima tuhakikishe kwamba hiyo siku kabla haijafika sisi tunaizuia. Kila mtu kwa sehemu yake tarehe 29 atoke. Kila mtu kwa sehemu yake tarehe 29 atoke. Tusiwe binafsi kiasi hicho. Tusiwe wapumbavu kiasi hicho. Watu haiwezekani nchi tuko milioni 60, watu milioni 60 tunaongoza eti na familia mbili. Hivi si tuna akili, si ni matakataka? Wewe hapo ulipo ni takataka. Na ndugu yako unayemuona hapa anajifanya na akili naye ni takataka vile vile. Haiwezekani. Watu milioni 60 eti familia mbili ndio zinakaa zinakuamlia. Familia mbili zinakaa zinakuwa. Hebu sasa hizi niambieni, uhuru wa kuabudu kila mtu kwa imani yake, huo tumepewa na katiba. Lakini leo kuna mtu anaamua tu kanisa fulani lifungwe. Hata hilo kanisa unalosali na wewe litafungwa, na ndio maana ukija kuangalia sasa hizi paka maaskofu wa Roma na wenyewe wanakipitia. Kuna mtu alikuwa anaamini kwamba maaskofu wa Roma anaweza kupitia hiki kitu ambacho anakipitia? Wanatekwa kiasi hiki. Kuna mtu alikuwa anaamini? Kama maaskofu wao wanatekwa kiasi hiki, kwa nini kanisa lao lisifungwe? Ndugu zangu, amkeni mlipo, amkeni, kila mtu amke alipo. Acheni ubinafsi uliopitiliza. Sisi ndo tumewapa nguvu hiyo. Uoga wetu tunajifanya si waoga, si ustaarabu. Sio ustaarabu, huu ni upumbavu na ni takataka hivi ambayo tunavifanya. Ni upumbavu ambao haujawahi kuwepo ulimwenguni. Sisi ni lazima tupaze sauti. Tunavyoona vitendo vya haki havifanyiki kwenye nchi yetu, lazima kila mmoja kwa sehemu yake apaze sauti. Na tukisha kuwa tunapaza sauti, maana yake tutatoka hadi kwenye unafiki. Na ndio maana mi familia yenu hiyo yote inakuwa na mambo ya kinafiki. Yaani kutoka juu kule. Yaani nchi inaongozwa na minafiki, huku chini na kwenye familia na yenyewe inakuwa na unafiki na unafiki. Yaani mimi mtu inakuwa ni minafiki. Yaani yote inakuwa minafiki. Kwa sababu ya nini? Tumeamua kupalilia. Hii tumepalilia miroho ya unafiki, ndio maana hii miroho ya unafiki inatutafuna. Amkeni, kila mtu atoke kwenye familia yake, atoke. Kila mtu aamini kwamba haki ni msingi wa amani, haki ni msingi wa maendeleo. Haki. Mungu mwenyewe ambaye amekuumba anakuambia hata Adamu